Niwape pole kwa sababu ni short notice tumetangaza uwepo wa mkutano huu wa waandishi wa habari, lakini mmeitikia kwa wingi sana kuja hapa. Niseme asante kwa kuonyesha mnajali na mko tayari kuhabarisha umma yale yote ambayo yanaendelea kwenye familia kubwa ambalo nimewaitia hapa siku ya leo. Ila hii ya jioni hapa kwa kuja klabu yetu ya Yanga. Leo wote tumeshuhudia uongozi wa klabu ya Young Africans ukiongozwa na makamu wetu wa rais kukiwa kwenye ofisi za bodi ya ligi ya Tanzania, na tulikwenda leo pale mahususi kabisa kwa ajili ya mkutano siku ya tarehe 7 bodi ya ligi kuu hapa Tanzania kuwaandikia uongozi wa klabu ya Young Africans barua ya kuwaomba kushiriki kwenye kikao, na walikiita kikao maalum ambacho kilikuwa na ajenda moja tu, jadili yanayohusu mchezo namba 184, mchezo wa Kariakoo Derby kati ya klabu ya Young Africa na Simba Sports Club. Na katika barua hiyo bodi ya ligi walituomba kwamba ushiriki wetu ni muhimu kwa maslahi mapana ya klabu yetu, ligi kwa ujumla na mchezo wa mpira wa miguu hapa Tanzania. Wito huu ulikuja siku ya tarehe 7 na leo uongozi wa klabu yetu ya Yanga ukatii wito huu kwa kufika kwenye ofisi za bodi ya ligi majira ya saa 4 kamili asubuhi kwenda kusikiliza ambacho tumetiwa. Kama ambavyo ajenda kuu ilielekeza kwenye barua, hivyo ambavyo mwenyekiti wa bodi ya ligi Steven Mkuto alifungua kikao na kutueleza sababu ya kutuita, na kimsingi alijikita kwenye kuelezea lile ambalo aliainisha kwenye barua ya wito kuhusu mchezo namba 184 wa Kariakoo Derby. Walitaka kusikia kutoka upande wetu wa klabu ya Young Africans na sisi tusikie kutoka kwao. Clarify hapo, nimeona waandishi wengi, wachambuzi wengi mmeandika ilikuwa ni kikao cha maandalizi ya mechi. Si kweli, hatukwenda kudiscuss maandalizi yoyote, tulikwenda kudiscuss hiyo sintofahamu ya Kariakoo Derby mchezo wa 184. Yamejadiliwa mengi kwenye kikao kile, na sisi klabu ya Young Africans tulipopewa nafasi ya kuzungumza tulizungumza mengi vile vile, kama ambavyo bodi ya ligi ilizungumza mengi pia kupitia kwa afisa mtendaji mkuu wa bodi ya ligi. Na baada ya pale tulifunga kikao kwa mwenyekiti wa bodi ya ligi kutujuza kwamba amepokea yale ambayo klabu ya Young Africans inafikisha na wanakwenda kuyafanyia kazi. Na CEO wa bodi ya ligi alisisitiza kwa uharaka wa ambayo tumeyasema na uharaka wa mchezo wenyewe, basi atafanyiwa kazi haraka ipasavyo na atapata majibu kwa njia rasmi ya taasisi. Kutoka pale tumefika ofisini, tumemwona mtendaji wa bodi ya ligi Master Songo akizungumza na waandishi wa habari na akigusia au akielezea yale ambayo yametokea kwenye kikao. Jambo zuri amelifanya, lakini kwa masikitiko makubwa ambayo tuko nayo, tulifikiri kama aliamua kuyazungumza yaliyozungumzwa kwenye kikao, basi alikuwa na fursa ya kuzungumza yote, azungumze yote ambayo yalijadiliwa kwenye kikao, sio unazungumza kidogo unaacha kidogo. Sasa kwa kuwa alikuwa na fursa ya kuzungumza mengi na ameacha, nitumie fursa hiyo kuyazungumza yote ambayo yalizungumzwa. Hatufanyi hivi kwa lengo la kushindana na mtu, tunafanya hivi kwa sababu jambo hili lina interest ya public, lina interest ya umma, na umma hautakiwi kupotoshwa kwenye jambo hili hata kwa bahati mbaya. Kila taarifa ambayo tunakubaliana iende public, basi iende ikiwa imekamilika. Taarifa isiende nusu au tusichague taarifa kwa sababu inakupendelea wewe au inakufeva ndio uitoe kwa public. Toa taarifa sahihi
kama umeamua kutoa taarifa sahihi. Moja katika mambo ambayo uongozi wa klabu ya Young Africans uliyauliza kwenye kikao, na ni swali ambalo wanachama, mashabiki na wapenzi wa klabu yetu wamekuwa wakijiuliza, na sio hao tu pekee, wadau wa mpira wa miguu nchi hiyo wamekuwa wakijiuliza, na sio hao tu pekee, hata nyie ndugu zangu waandishi wa habari mmekuwa mkiuliza swali hili na hampati majibu. Swali gani? Ni kuhusu ripoti ya uchunguzi wa mechi ya Kariakoo Derby iliyopangwa kuchezwa Machi 8. Nini kilitokea hadi ile mechi ikaahirishwa? Hatujawahi kupata ripoti. Nyie hamjui ripoti, na sisi hatujui hiyo ripoti. Ilikuwa swali la kwanza kuulizwa kwenye kikao. Wale kasema unapokuja kuelezea taarifa ya kikao, ni vyema ukaelezea taarifa yote, usiguse nusu. Hapa kwenye ripoti, ndugu zangu waandishi wa habari, ni kweli bodi ya ligi wamekiri ripoti ipo na wanayo ya kilichotokea Machi 8. Na afisa mtendaji mkuu wa bodi ya ligi Almasi Kasongo akakiambia kikao, ripoti ile yako mambo ambayo yanawafanya washindwe kuisema public, ikiwemo kwa mujibu wake, ikiwemo katika ripoti hiyo inaonyesha yupo kiongozi mkubwa wa serikali ambaye ndani ya kikao alimtaja, alipiga simu geti la Benjamin Mkapa lisifunguliwe siku ya Machi 7. Nashangaa kwenye taarifa yake aliyozungumza na waandishi hajalisema hiyo, lakini ndani ya kikao amekiri ripoti iko wazi. Kwa hiyo nitumie fursa hii kuwaambia ndugu zangu waandishi wa habari, kuwajuza umma na Watanzania kwa ujumla, ripoti ya kilichosababisha Machi 8 mechi isipigwe kipo tayari na bodi ya ligi wako nayo. Hawajakuwa na utayari wa kuja kuisema kwa sababu zao, na moja ya sababu amesema afisa mtendaji mkuu wa bodi, yupo kiongozi mkubwa wa kiserikali ambaye alizuia geti la Benjamin Mkapa lisifunguliwe siku ya Machi 7. Kwa hiyo tumie fursa hii kumwambia Almasi Kasongo, kumuomba akiwa anazungumza next time ukipata fursa ya kukutana naye, waambie Watanzania wanataka kujua ripoti ya Machi 8 clean ilivyo, eleza umma upate kufahamu. Umma utakubaki na sisi tufahamu. Bali na hilo, tuliwasilisha ripoti yetu na tukaeleza matakwa ya klabu ya Young Africans. Tuliwasilisha ripoti yetu na tukaeleza matakwa yetu ya klabu ya Young Africans. Ni kweli tumeainisha matakwa haya manne kama mlivyoambiwa na kama mlivyosikia na kusoma. Tumepeleka matakwa haya manne, lakini ukweli ambao hamjaambiwa, matakwa haya manne tumeyagawa kwenye phase mbili. Kuna matakwa ya muda mfupi na kuna matakwa ya muda mrefu. Tuelewane vizuri ndugu zangu waandishi wa habari, na hii taarifa ni muhimu mkaipata ikiwa imenyooka ili umma upate kuelewa. Tumeitwa kwenye kikao kwa sababu ya mchezo namba 184. Mchezo huu ulihairishwa Machi 8, umepangiwa tarehe 15. Klabu ya Yanga imesema haitashiriki huo mchezo, na ndio msimamo ambao uliwasilisha kwenye kikao mbele ya bodi. Ili tuweze kushiriki mchezo huo, tulikuwa na matakwa yetu mezani, na matakwa hayo jumla yalikuwa manne. Katika haya manne, ndugu zangu waandishi wa habari, matatu ni matakwa ambayo tunaamini yakitekelezwa kwa haraka, klabu yetu ya Young Africans itakuwa tayari kwenda uwanjani kwa tarehe nyingine tofauti na 15 kwenda kucheza mechi. Lakini takwa moja katika hayo manne ni takwa la muda mrefu, sio takwa la leo wala kesho. Kwa hiyo asitokee mtu akawadanganya kwamba klabu ya Yanga imekuja kuomba haya, alafu katika haya kuna mchakato sio upitie uende wapi. Ni uongo. Tumeomba matakwa manne na matakwa haya hapo kwenye phase 2, na barua yetu tuliyowasilisha bodi ya ligi imejielezea specific kwamba mkitekeleza matakwa haya matatu, bunge la pili. Hili moja ni takwa kwa ajili ya mpango wa muda mrefu. Matakwa haya manne ni hapa, na matatu ambayo specific tumeainisha
ili afanyiwe kazi tuweze kucheza pia ni hapa. La kwanza linakwenda sambamba na la pili. La kwanza, klabu ya Young Africans imetaka kuvunjwa mara moja na kujiuzuru kamati nzima ya uendeshaji na usimamizi wa ligi kuu Tanzania. Hii ilikuwa namba moja, kuvunjwa au kujiuzuru kwa kamati nzima ya uendeshaji na usimamizi wa ligi kuu. Takwa hili linakwenda sambamba na takwa la pili la kujiuzuru kwa afisa mtendaji mkuu wa bodi ya ligi, CEO wa bodi ya ligi. Kwa nini takwa la kwanza na la pili linakwenda pamoja? Na kwa nini tumesema hili likitekelezwa klabu ya Young Africans iko tayari kucheza mchezo wa 180? Kwa sababu kuhairishwa mechi ya Machi 8, tunaamini kama klabu hapakufuatwa utaratibu na palikuwa pana uvunjwaji mkubwa wa kikanuni. Hapana utaratibu uliofuatwa na kulikuwa na uvunjwaji mkubwa wa kikanuni. Hivyo tunaamini CEO wa bodi ya ligi na kamati ya uendeshaji na usimamizi wa ligi ilifanya haya kwa makusudi kabisa kwa ajili ya kuipa favor timu fulani. Sasa basi, kwa sababu watu hawa wamevunja kwa makusudi kwa ajili ya kuweka upendeleo kwa baadhi ya timu kanuni na kuhairisha mchezo wa mashindano, Club Young Africans haitakuwa tayari kushiriki mechi hii ya 134 namba 84 kama kamati nzima ya uendeshaji na usimamizi wa bodi haitajiuzuru au kuvunjwa na afisa mtendaji mkuu pia na yeye. Jambo la tatu ilikuwa ni kujiuzuru kwa katibu mkuu wa TFF ndugu Wilfred Kidao. Kwa nini uongozi wa klabu ya Young Africans umeweka hili kama tatu? Ndugu zangu waandishi wa habari, hiki kilio umekuwa mkisikia sana, na sio ukisikia, mmekuwa mkiona. Kumekuwa na maamuzi ya ovyo, maamuzi mabovu kwenye michezo ya ligi kuu Tanzania msimu huu. Waamuzi wamekuwa wakifanya maamuzi ya ovyo sana, lakini kwa bahati mbaya waamuzi hawa wamekuwa wakirudia kwenye mechi na hawachukuliwi hatua yoyote licha ya kufanya madudu kwenye baadhi ya mechi. Yaani mwamuzi anakosea leo, kesho anarudi, kesho kutwa anarudi, na hakuna hatua yoyote inayochukuliwa. Ndugu zangu, sasa kamati ya waamuzi iko chini ya katibu mkuu wa TFF. Tunaamini haya madudu yanayotokea haya, kuto kuchukuliwa hatua kwa waamuzi kwa wanaoyafanya, kuna influence yake. Hivyo na sisi hatutakuwa tayari kucheza hiyo mechi ya namba 184 kama katibu mkuu wa TFF hatakuwa amejiuzuru. Hatutakuwa tayari kupeleka mechi pale the same referees kwenye chombo kile kile, mtu yule na tukapeleka timu. There is no way hiyo itatokea. Na hii nimeisema specific mpate kuelewa. Katibu mkuu wa TFF, kamati ya waamuzi ina ripoti kwake, na madudu yote ambayo anapigiwa kelele na klabu ya Young Africans imeaidisha kwenye ripoti yake mbele ya bodi ya ligi. Kila kosa la waamuzi tumeliaidisha mbele ya bodi ya ligi, na makosa haya, masikitiko yetu ni kwamba watu hawachukuliwi hatua licha ya kukosea. Wanarudi tu, yaani wanarudi, tunakosea leo anapangiwa mechi Jumatano anakosea anapangiwa mechi Jumamosi. Repetition hii, uongozi wa klabu ya Young Africans hauoni kama katibu mkuu wa TFF anastahili kuendelea kwenye nafasi yake, kwa sababu hakuna haki inayopatikana kwenye pitch. Hakuna haki inayopatikana kwenye
ligi yetu inaposemwa ni ligi namba 4 kwa ubora barani Afrika, fakta ya waamuzi hauwezi kuacha kuitaja. Ili tuweze kumaintain ubora na hadhi na thamani ya ligi yetu, ni lazima tujili na hili tatizo, na mzizi wake ni mtu anayeshughulika kupokea hizi ripoti anatakiwa awajibike, na mtu huyu ni katibu mkuu wa TFF Wilfred. Sasa kwenye barua yetu haya matatu niliyowatajia, ndugu zangu waandishi wa habari: la kwanza, kuvunjwa kwa kamati ya usimamizi na uendeshaji wa bodi ya ligi; namba 2, kujiuzuru kwa afisa mtendaji mkuu wa bodi; namba 3, kujiuzuru kwa katibu mkuu wa TFF. Haya matatu, na kwa barua yetu tumeelekeza haya matatu yakifanyiwa kazi, haya matatu ni matakwa ya muda mfupi, tutakuwa tayari kupeleka chini. Takwa la 4 tulisema ni uhuru na mageuzi ya kimuundo ya bodi ya ligi, na barua yetu iko very clear kwamba hili ni jambo tunalitazamia la muda mrefu. Sio kama naelewa vizuri, hili ni jambo la muda mrefu. Next season huko tunaweza sasa kuanza kufikiria kuwa na bodi huru inayojitegemea, na ndio standard za dunia, kuwa na bodi huru inayojitegemea. Niwape mfano ndugu zangu waandishi wa habari, kwenye press conference hiyo press alofanya sio bodi ya ligi leo, nyie mlikuwa pale, amezungumza na mnaona namna gani bodi ya ligi haina power. Kazungumza, mlikuwa mnasikia namna gani amesema kuna chombo cha juu cha kuahirisha mechi, namna gani amezungumza kuonyesha bodi ya ligi haina decision zake. Sasa sisi hili tulitoa kama pendekezo ya next season, sio kwenye kusolve issue ya Kariakoo Derby. Ieleweke vizuri na asipotoshe mtu hapo. Maana nimeona CEO wa bodi ya ligi amepiki huo kama mfano, kama mapendekezo ya Yanga ya muda mrefu, kwa mfano muundo wa bodi ya ligi. La kuondoka yeye hajasema. Yeye kapiki kwamba bwana mapendekezo ya Yanga ameleta, ukiatazama mengi ni ya muda mrefu. Hatuwezi tukashughulikia hapa sio ngapi. Matatu ya muda mfupi tumeainisha na barua yetu kwa very clear kwa yeye. Hakuna muda mrefu, very clear, ni muda mfupi. Tumewakilisha na tumeeleza. Kwa hiyo nafikiri haya matatu yakifanywa kazi, haya bungi itapita. Sasa niwaambie ndugu zangu waandishi wa habari, kama haya matatu hayatafanywa kazi, kama kamati ya uendeshaji ya ligi haitavunjwa na hawatajiuzuru, kama afisa mtendaji mkuu wa bodi hatajiuzuru, kama katibu mkuu wa TFF hatajiuzuru, klabu yetu ya Young Africans msimamo wake ni huu: hatutashiriki mechi namba 184, hatutacheza mechi zilizobaki za ligi msimu huu, 2 zilizobaki. Klabu yetu haitashiriki pia ligi kuu msimu ujao. Yaani sio kwamba hatutacheza mechi namba 184, hatutacheza vikoro viwili vya ligi vilibaki, hizo mechi 2 za ligi, na hatutashiriki rasmi ligi kuu msimu ujao. Taratibu nyingine zote zinaendelea hapo kama tendaji. Tutakwenda wapi, tutafanya nini, tunajua tutafanya. Na nitumie fursa hii kuwaambia wote ambao mnafikiri kwamba tunafanya mzaha, ndugu zangu, kwenye hili we are more than serious. Tuko serious zaidi ya mnavyodhani, zaidi ya mnavyofikiria. Na kama yuko mmoja wao pengine anakaa na kuwadanganya kwamba kuna pointi ya Yanga itapunguzwa, ndugu zangu, huyo mtu aache hayo mawazo mara moja. Hakuna pointi ya Yanga itaguswa, na kama yuko mwanaume kugusa hiyo pointi, aguse aone nguvu ya wananchi na zungumzaji. Ama yuko huyo mtu ambaye anawaambia kuguseni pointi hapo, aguse na ajaribu kugusa hata nusu pointi, hiyo pointi 15 bali nusu pointi aguse, alafu ataiona nguvu ya wananchi na zungumzaji. Hizi pointi 73 ndugu zangu tumezipata kwa jasho sana. Haikuwa rahisi Yanga kuwa kinara wa ligi sasa hivi. Kuna jasho lilomwagika, kuna fedha imetoka hapo, watu wameingia gharama, watu wamepata shida, wameacha familia zao kusafiri umbali mrefu kusupport hii timu. Alafu ukae na tai useme na kata pointi. Jaribu kugusa pointi moja ya Yanga Afrika.
jaribu. Na niongezee hapa, tuonyeshe kwamba we are very serious kwenye hili. Nimeona leo imetoka taarifa fainali ya kombe la shirikisho la CRDB tarehe 28 Zanzibar. Niambie ofisi ya katibu mkuu wa TFF na tuwaambie wenye mashindano haya benki ya CRDB, klabu ya Yanga haitacheza mchezo huo wa fainali kama hatujalipwa pesa yetu ya ubingwa msimu uliopita. Kama hatujalipwa haki yetu ya ubingwa ya kombe la shirikisho la CRDB msimu uliopita, Yanga haitacheza hiyo mechi na huko pia kucheza. Kama hatujalipwa hela yetu ya ubingwa, hii ni haki yetu. Siku mzima tumeisubiri hapa, tushaandika barua sana. Tushaandika sana